Hamjambo ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Kama ilivyo ada, ninaitwa Matthew Gervas Msagati, ni mwinjilisti wa Injili inayookoa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Asilia, au unaweza ukaita SDA Asilia Church. Leo hii nina ujumbe tofauti kidogo, kwa sababu ninataka kuweka sawa katika video moja ambayo ilirushwa katika siku 2-3 zilizopita. Hiyo video ilirushwa na Mwalimu Frank Nguya wa somo la afya, ambalo katika somo lake alilipa kichwa kinachoitwa damu yako ni afya yako, sehemu ya 3. Sasa katika video hiyo kuna mtu alicomment kwamba kuhusiana na kipengele cha nyama, kwamba mnazuia au mnakataza watu wasile nyama, hali ya kuwa Biblia imeruhusu kula nyama. Sasa kipengele hicho ambacho Mwalimu Frank Nguya katika somo lake la afya, na kichwa cha somo lake kilichokuwa kinasema damu yako ni afya yako, sehemu ya 3, imeleta utata kidogo baada ya kipengele ambacho alikiingiza kinachosema kwamba mama Ellen G. White alitoa ushauri kwamba alisema kwamba wanaokula minofu au wanaokula nyama watatengana na watu wa Mungu. Kwa maana hiyo nyama haifai kuliwa, kwa sababu kila nyama utatengana na watu wa Mungu. Kwa hiyo kipengele hicho, kuna mtazamaji mmoja alifuatilia vizuri sana katika video hiyo na akakomenti kwamba kwa nini mnazuia kula nyama hali ya kuwa Biblia imeruhusu, na akakoti kifungu cha Walawi, mambo ya Walawi katika Biblia sura ya 11 aya ya 1 mpaka ya 8. Sasa leo hii nimelazimika kuleta msawazisho, yaani kusawazisha hoja hiyo ya kwamba wanaokula nyama watatengana na watu wa Mungu, na nataka kuwaeleza au kuweka sawa ndugu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, ili kusiwe na migongano katika kazi ya Mungu. Kabla ya yote niweze kuomba. Baba yangu na Mungu wangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Umenilinda kutoka kulivyokucha, kulivyopambazuka, na hata sasa jioni hii ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 umependa niwe hai tena na afya yangu iwe imara, na ninachokuomba unitumie tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu uwe ni wewe. Basi Baba, uwabariki watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, na unibariki na mimi pia ninayetumika kama chombo, lakini mnenaji mkuu ni wewe. Basi utupe Roho wako Mtakatifu aweze kusimamia kipindi hiki pamoja na wasikilizaji wangu na watazamaji wangu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini uwepo wako utatamalaki mahali hapa, kwa nimeomba kwa jina la Yesu, amina. Kwa hiyo kutokana na mtafaruku huo ambao watazamaji na wasikilizaji imekuwa kama ni adha imewapata, na ninashukuru, ninamshukuru pia aliye komenti katika hoja yake, na leo hii nadhani kama yuko hewani ananifuatilia, basi ninamuomba awe makini kunisikiliza. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema nyama haimzuii wala kumpeleka mtu mbinguni. Narudia tena, somo langu la leo linasema nyama haimzuii wala kumpeleka mtu mbinguni.
Ndio. Wanaokataza kula nyama kwa kigezo cha Mama Ellen G. White kwamba amekataza, wanaegemea fungu la Isaya sura ya 7 aya ya 14 mpaka 16. Wanasema kwamba aya hii imemkataza Bwana Yesu kula nyama, na kwa sababu imemkataza kula nyama, na wanasema hajawahi kula samaki tangu alipokuwa duniani mpaka alipopaa kwenda mbinguni. Hajawahi kula samaki wala hajawahi kula nyama, na wanasema hivyo wakijengwa katika Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 7 aya ya 14 mpaka 16 katika Biblia. Nami nitasoma aya hiyo kama ifuatavyo. Nitasoma aya hizo kama ifuatavyo. Biblia inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Siagi na asali atakula, wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Sasa kwa mujibu wa aya hizi, na hasa kipengele cha kwamba Bwana huyo mtoto atakayezaliwa ambaye ni Yesu Kristo, ambaye hapa Biblia inamuita Imanueli, ndiye Yesu Kristo Masihi. Huyo mtoto atakapokuwa aya inasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Siagi na asali atakula, wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Kwa maana hiyo ni kwamba wanadai kwamba Yesu huyo mtoto atakapokuwa amejua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, chakula chake kitakuwa ni siagi na asali. Na kwa sababu hiyo wanadai kwamba, ambao wana itikadi kwamba nyama ukila hutakwenda mbinguni, utapishana na watu wa Mungu, wanaegemea kwamba Yesu hakula nyama wala samaki. Ndio. Na wanasema, Mama Ellen G. White anasema kwamba watakao kula nyama, wanaokula minofu watapishana na watu wa Mungu. Na kutokana na Mama Ellen G. White ambaye alitoa ushauri huo, na wakaunganisha na aya hizi kwamba huyo mtoto Imanueli chakula chake kitakuwa ni siagi na asali. Ndiyo. Lakini sasa leo nataka kuweka sawa hili jambo. Wale wote waliotatanika katika video iliyopita ya mwinjilisi wa afya, mwinjilisi wa somo la afya, katika somo lake lililoitwa damu yako ni afya yako, sehemu ya 3, ambayo iliwatatanisha watazamaji na wasikilizaji, ni waombe radhi kwamba mtusamehe. Lakini leo hii nataka kujibu swala la kutokula nyama, maana ukila nyama utapishana na watu wa Mungu. Nataka kulijibu kama ifuatavyo. Hao ambao wanaamini kwamba Yesu hajawahi kula samaki hapa duniani na Yesu hajawahi kula nyama hapa duniani, wakijengwa katika Isaya sura ya 7 aya 14 mpaka 16 kama nilivyoisoma, na kwa roho ya unabii ya Mama Ellen G. White wakiunganisha, wanapata jibu kwamba Yesu hajawahi kula samaki, Yesu hajawahi kula nyama, na kwa sababu hiyo nyama ni dhambi. Ukila nyama hautakwenda mbinguni. Sasa hapo mimi ndipo ninapotaka kujibu. Na ndugu watazamaji na wasikilizaji, nalijibu hilo kama ifuatavyo. Ukisoma Biblia katika Biblia Luka sura ya 24 aya ya 36 mpaka 43, kwa wenye kuandika, Luka sura ya 24 aya ya 36
mpaka 43. Nitasoma Biblia kama inavyosema. Luka sura ya 24 aya 36 mpaka 43. Je, ni kweli Yesu hakula nyama wala samaki? Sasa Biblia inasema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki. Narudia tena, wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kwa hiyo Yesu alikula samaki. Ndiyo, Yesu alikula samaki na pia alikula hata nyama. Tutaona huko mbele katika somo hili. Na mkumbuke kwamba somo langu linasema nyama haimzuii wala kumpeleka mtu mbinguni. Kuzuia watazamaji na wasikilizaji wasile nyama, hiyo sio injili yetu. Hiyo sio ujumbe wetu. Huo sio ujumbe wetu, na wala hiyo sio injili yetu. Nitaeleza vizuri kuhusu swala la nyama huko mbele katika somo hili. Lakini pia ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 11 aya ya 1 mpaka ya 8, nasoma kama ifuatavyo. Biblia inasema, Mambo ya Walawi sura ya 11 aya ya 1 mpaka ya 8. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakaowala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakaowala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia, kwa sababu yuwacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na wibali, kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao, wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Wanyama wanaotakiwa kuliwa ni wanyama walioelezwa katika Biblia, katika Mambo ya Walawi sura ya 11 aya ya 1 mpaka ya 8. Mungu ameweka wazi wanyama watakaoliwa na wanyama wasioliwa. Mwenye kwato na anacheua, hao ndio mtakaowala. Mwenye kwato lakini hacheui, huyo mnyama msile. Mwenye kucheua lakini hana kwato, huyo mnyama msile, ni najisi, wala msiguse mizoga yao. Lakini mnyama mwenye kucheua na pia ana kwato, huyo mnyama ni halali kuliwa. Kwa hiyo Mama White alipokuwa anasema kwamba watu wanaokula minofu watapishana na watu wa Mungu, alitoa ushauri. Na alitoa ushauri kwa sababu gani? Alitoa ushauri kwa sababu alionyeshwa siku za mwisho aliona wanyama wanawekwa rutuba, wanadungwa masindano, wanapewa mavidonge. Wanyama hao wenye kulishwa dawa vidonge, wenye kudungwa masindano, hao Mama White anasema alionyeshwa kwamba hao wanyama si vizuri kuwala. Lakini mnyama wako umefuga, kuku wako umefuga, ni wa kienyeji, anajilisha. Ukipenda kumpa nafaka unampa, na usipopenda anajilisha mwenyewe. Huyo mnyama, huyo kuku, kula. Mbuzi anajilisha mwenyewe, kula.
ng'ombe anajilisha mwenyewe, kula. Sasa wanyama ambao mnawadunga sindano, ndugu watazamaji na wasikilizaji, mnawadunga sindano, mnawarutubisha, mnawapa mavidonge, hao ndio wanyama ambao Mama Ellen G. White alitoa ushauri wasiliwe, kwa sababu mna makemikali ambayo yatakwenda kuchafua hekalu lako, na mwili wako ndio hekalu la Mungu, hekalu la Roho Mtakatifu hilo. Kwa hiyo kila wanyama ambao wamewekwa makemikali unaharibu hekalu lako. Mama Ellen G. White alisimamia katika wanyama hao ambao wanatiwa mambolea, lakini sio kwamba wanyama wote tusile. Samaki tusile, maana tukila hatutakwenda mbinguni. Hiyo sio kweli. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, wewe ambaye ulitoa komenti hiyo, Shabani Salimu alitoa komenti hiyo, wewe ndugu mtazamaji na wasikilizaji, na wewe uliyetoa komenti hiyo, kwa ukweli tunaomba radhi kwamba si wanyama wote waliokatazwa kuliwa, na si kwamba kula nyama ni dhambi. Utakupata dhambi ukila nyama ambaye ni najisi, lakini ukila mnyama ambaye ameruhusiwa katika Biblia. Kinywa cha Mungu kimetamka wanyama hawa ndio mtakao kula, na hawa msile. Ukila wale ambao wamenajisika, wewe unapata dhambi, na ukila wale wanyama ambao ni safi walioruhusiwa, wewe huna dhambi. Ndiyo tunaomba radhi kwa sababu ya lile somo. Kama mlipata usumbufu kwa namna moja ama nyingine za kimaandiko, basi tunaomba radhi. Lakini pia ukisoma Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya 1 mpaka ya 9, Biblia inasema, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya 1 mpaka ya 9, Biblia inasema Bwana, hiyo Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa zote, Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe. Narudia tena, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Na Biblia inasema Bwana kwa herufi kubwa. Ina maana hapo Yesu alikuwepo na malaika zake 2 wamekula nyama ya ng'ombe. Hii ni Biblia, sio mimi, ni Biblia. Ndiyo. Kwa hiyo unaposema watu wasile nyama kwa kigezo cha kwamba Mama White alisema, Mama White mwenyewe alisema, ikitokea watu wanahitilafiana juu ya nukuu zangu, basi Biblia iinuliwe. Ndiyo, Biblia iinuliwe. Kama mnaona kuna hitilafu katika nukuu zangu, Mama White anasema, kama mnaona kuna hitilafu katika nukuu zangu, basi Biblia iinuliwe juu kuliko nukuu zangu. Na hata hivyo Mama White alitoa ushauri,
Na huo ushauri ni kwa wanyama ambao alionyeshwa siku za mwisho wanyama watawekwa madawa ama makemikali ovyo ovyo. Hao ndio wanyama ambao haitakiwi kuliwa, hata kama ni ng'ombe, mbuzi, kuku, lakini kama akiwekwa madawa na masindano, hao ni najisi. Ndio. Lakini Biblia inaendelea kusema, ukisoma Wafilipi sura ya 4 aya 8 mpaka ya 9, Wafilipi sura ya 4 aya 8 mpaka ya 9, Biblia inasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Paulo katika Biblia katika Wafilipo sura ya 4 aya ya 8 mpaka ya 9, Paulo anasema yale mambo mlioyasikia kwangu na kuyaona kwangu, nami nikiyafanya, yatendeni hayo. Paulo, tumeona mambo gani? Tumeona mambo gani kwa Paulo ambayo anasema yale yote mlioyaona kwangu yatendeni, yale yote mlioyasikia kwangu yatendeni hayo? Ni mambo gani? Swali, ni mambo gani Paulo tumeyaona kwake? Twende katika Warumi sura ya 14 aya ya 1 mpaka ya 4. Tunayatafuta hayo mambo tulioyaona kwa Paulo na kuyasikia kwa Paulo, ambayo tunaambiwa Paulo anasema tuyatende hayo tulioyasikia kwake. Ni yepi hayo? Tunayapata kwa Warumi sura ya 14 aya ya 1 mpaka ya 4 na aya ya 10 na aya ya 15 mpaka ya 20. Narudia kwa wenye kuandika, Warumi sura ya 14 aya ya 1 mpaka ya 4 na aya ya 10 na aya ya 15 mpaka ya 20. Nitasoma kama ifuatavyo: yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye, kwa maana Mungu amemkubali. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Na ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, umeacha kwenda katika upendo. Kwa chakula chako usimharibu mtu yule ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Biblia hii. Basi huo wema wenu usitajwe kwa ubaya, maana ufalme wa Mungu. Hapo sasa naomba usikilize, naomba unisikilize ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Aya ya 17 anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo yafaayo kwa kujengana. Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi ya Mungu. Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi ya Mungu. Kweli vyote ni safi, bali ni vibaya kwa mtu alaye na kujikwaza. Kwa hiyo tulioyaona kwa Paulo na kuyasikia kwa Paulo akifundisha, ambayo Paulo anasema kwa Wafilipi sura ya 4 aya 8 mpaka 9 kwamba tuishi katika hayo, tuyatende hayo, ni kwamba nyama
haimfikishi mtu mbinguni wala haimzuii mtu kwenda mbinguni. Ndiyo, na huo ndio ukweli, na somo langu linasema nyama haimzuii wala kumpeleka mtu mbinguni. Ndiyo, ujumbe huo, habari ya kutoku, yani nyama ikuzuie kwenda mbinguni kweli? Yani nyama, mambo ya vyakula haya si ujumbe wetu wa kanisa la SDA asilia. Ndiyo, si ujumbe wetu wa injili iliyonyooka. Hapana. Na huo ndio ukweli. Lakini pia Paulo anaendelea kusema, Biblia inasema kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 8 aya ya 8 na ya 13. Narudia, Wakorinto wa kwanza sura ya 8 aya ya 8 na ya 13. Inasema, Biblia inasema, lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu. Narudia, lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu. Maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Yaani ukila nyama huzuii kwenda mbinguni, na usipokula nyama hauongezewi kwenda mbinguni. Kwa hiyo uzima wa milele haupo kwenye nyama. Uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma kuja kwetu kutukomboa. Huo ndio uzima wa milele, ni kumjua mwana wa Mungu, sio kumjua Yesu kuwa ni Mungu Baba wa milele, ni Mungu Mwenyezi. Hapana, sio kujua kwamba Mungu ana nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sio kumjua Mungu au kufika kwenye uzima wa milele, kufika mbinguni, ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Ndiyo. Nyama kweli, yani chakula, nyama ikuzuia kwenda mbinguni au nyama ikupeleke mbinguni? Ni kila nyama naenda mbinguni? Au anasema mimi ni kila nyama minofu ndio naenda mbinguni, au mimi sili nyama ili niende mbinguni? Wewe, hapana. Kwenda mbinguni ni kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma. Ndiyo. Biblia inaendelea kusema, na hapa inasema tusipokula hatupungukiwi kitu, tukila hatuongezewi kitu. Sasa Biblia inaendelea kusema, kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Narudia, kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Biblia inaendelea kusema, Mathayo sura ya 14 aya ya 17 mpaka ya 20. Mathayo sura ya 14 aya ya 17 mpaka ya 20. Tusikilize hizo aya. Wakamwambia, nasoma Mathayo sura ya 14 aya ya 17 mpaka 20. Mathayo sura ya 14 aya ya 17 mpaka 20. Nasema, Biblia nasema, wakamwambia, hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano, wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Sasa kama samaki ni haramu, samaki inatuzuia kwenda mbinguni, kwa nini Yesu aliwapa samaki wale makutano? Si unaona ambavyo haiingia akilini? Kumbe samaki, ukila samaki unatengana na watu wa Mungu. Kwa nini Yesu aliwapa samaki makutano? Na kwa nini Yesu alikula samaki? Kwa nini Yesu alikula samaki? Na kwa nini Yesu aliwapa makutano samaki? Kumbe ina maana Yesu aliwapa samaki ili wasiende mbinguni. Kitu hamuoni kwamba haiingia akilini? Wale wote wenye itikadi kali ya nyama, mambo ya nyama, kwamba misimamo yao ni nyama,
ni nyama ambazo zimewekwa marutuba, masindano, mavidonge. Hao ndio wanyama ambao mimi mwenyewe na sapoti kwamba tusile. Tule wanyama walio safi ambao ni asili, ni wa kienyeji, tunawafuga wenyewe, tunawalisha nafaka wenyewe, wanakula majani wenyewe wanyama. Hao ndio tunaotakiwa kula, na Biblia imesema walio safi, wenye kwato na wanacheua, kwa samaki wenye magamba na wenye mapezi. Ndiyo. Tunafeli wapi sasa? Nyinyi mnaokazana kwamba kila nyama mnatengana na watu wa Mungu, mnafeli wapi? Mbona Biblia imeweka wazi? Ndugu zangu, somo langu limeishia hapa. Nilikuwa nimepata komenti hiyo, nimeiweka wazi kwamba ni wanyama walio safi ndio tunaotakiwa kuwala, ambao wametajwa katika Biblia, wenye kwato na wanaocheua. Kama ni samaki, wenye magamba na mapezi haya mashavuni, wanapumulia mashavuni na wana magamba, hao ndio tunatakiwa kula, na wasiowekwa madawa. Kuna samaki ambao wanafugwa wanawekwa madawa, hao hatuli. Ndiyo ndugu zangu, somo langu limeishia hapa. Nilitaka kuweka wazi kipengele hicho kutokana na komenti ambayo nilipata kutoka kwa mtu mmoja anayeitwa Shabani Salimu. Baada ya kusema hayo, naomba subscribe channel hii. Utakapoona hii video uweze kusubscribe ili upate jumbe zingine. Kabla ya wengine kupata, unakuwa wa kwanza wewe kupata. Niombe. Baba yangu na Mungu wangu, ninasema asante kwa sababu ulinisimamia katika kipindi hiki ambacho umenijalia, umeniwezesha na umenitumia kama chombo tu, lakini mnenaji mkuu ulikuwa ni wewe. Ninakushukuru kwa sababu uwepo wako ulikuwepo mahali hapa. Roho wako Mtakatifu alikuwepo mahali hapa kwa niaba yako, na wabariki na watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, ili watakapokuwa wanasikiliza ujumbe huu basi waweze kubarikiwa, na hatimaye wale ambao walikuwa wanatatanika kuhusiana na nyama kwamba channel hii imewazuia watu kula nyama, mimi leo nimeweka sawa. Mungu wabariki, wavuvie Roho wako Mtakatifu waweze kulielewa somo hili. Ndivyo ninavyoomba na kushukuru, ni kwa jina la Yesu, amina.